Okay. Habari za asubuhi. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni dada yenu ambayo ni mjakazi wa Mungu, Monica Mulenda wa Yesu. Na asubuhi tena hii ya leo nimepata neema ya kuja mbele zenu kuongea na nyinyi mawili matatu ambacho kinaweza kikakusaidia wewe pamoja na ndugu zako, rafiki, hata pia na watu wanaokuzunguka. Kuna jambo watu hawaelewi wanapoambiwa hiki unaweza kufanya na hiki usifanye. Watu hatuelewi. Na watu hujua kwamba hawa watu hutuambia hiki kitu tusikifanye kwa manufaa yao, si kwa manufaa yetu sisi. Wanashindwa kujua unapoambiwa hiki akifai ni kwa sababu ya kukusaidia wewe. Lakini wao wanajua kwamba hivi vitu tunaambiwa sisi kwa sababu hawa watu wana vitu wanavyovipata ndani yake au kwa manufaa yao. Nataka nikupe mifano miwili au mitatu ambayo itakusaidia sana. Alafu nimalizie kwa kitu ambacho Mungu anataka kuongea na wewe siku ya leo kupitia mimi. Kuna sheria, kwa mfano mimi niseme ni hapa kwetu Ulaya na dunia yote nzima, kwa sababu mimi nilikuwa sijapata neema ya kuendesha gari wakati nilikuwa niko Afrika. Lakini jinsi Mungu alivyonibariki kunileta hapa, nimepata neema ya kuweza kununua gari. Lakini tukafanya mafunzo ya gari. Na kwenye mafunzo ya gari kuna vitu ambavyo tunaambiwa fanya hiki. Hiki kiko na kiko vizuri kwa sababu ya usalama wako. Na hiki usikifanye kwa sababu si kizuri kwa usalama wako. Mfano, unapoingia kwenye gari wanakuambia ufunge mkanda. Wanapokuambia ufunge mkanda, hawakuambia ufunge mkanda kwa sababu ya manufaa ya askari polisi au ya serikali. Wanakuambia ufunge mkanda kwa sababu ya kwa sababu ya ulinzi wako wewe au ya usalama wako wewe unayefunga mkanda. Na unaposhikwa hujafunga mkanda kuna faini unapewa. Hiyo faini haupewi kwa sababu serikali inataka ijiingizie kipato, ni kwa sababu inataka kuhamasisha kuwa makini unapoingia kwenye gari. Hatua ya kwanza, funga mkanda kwa sababu ya usalama wako. Mfano wa pili, wanakuambia ni hatari sana ukiendesha gari huku umelewa, kwa sababu hutoweza kukontrole vizuri vola au gari yako wakati umelewa. Kwa hiyo kuna tena adhabu unayopewa ukikuta umekunywa alcohol vola. Kuna adhabu ambao unapewa, mtoto wa Mungu. Lakini hayo yote hawafanyi kwa sababu ya manufaa ya serikali au ya jeshi la polisi linalokusimamisha au matrafiki. Wanafanya hayo kwa sababu ya usalama wako, kwa sababu ya maisha yako. Ni muhimu sana. Ndio maana wanasisitiza kukuambia hayo. Hivyo tukienda upande wa madaktari, kwetu Afrika kuna watu wanakufa sana kwa sababu ya malaria. Wanakuambia weka chandarua. Ili usipate malaria inabidi uweke chandarua. Ulale kwenye chandarua. Hayo yote wanakuambia kwa sababu unapolala kwenye chandarua, mbu hawatakung'ata, na mbu wasipokung'ata hauwezi kupata ugonjwa wa malaria ili kuhatarisha maisha yako wala kuhatarisha afya yako. Ila daktari hakuambii wewe kwa sababu ya manufaa yake. Daktari ni kwa sababu ya manufaa yako. Haleluya, mtoto wa Mungu. Ni kwa sababu ya manufaa yako. Na unapozingatia hayo yote unakuwa uko salama. Watu wangapi tumeona wamefariki hapa kwa sababu ya kuendesha gari huku wamelewa pombe. Wamefanya vitu vingapi kwa sababu wameendesha gari akili zao ziko kwenye ulevi. Watu wangapi wamehatarisha maisha yao kwa sababu ya kutokufunga mikanda tu, kutokutii sheria. Wamehatarisha maisha yao. Wengine wamekuwa sasa hivi maisha yao yamekuwa ni homeless, masanza abri, kwa sababu ya kutokuzingatia vitu vidogo. Wengine wamepoteza maisha yao kwa sababu ya malaria. Ukaambiwa haya maji sio sahihi kwa afya yako, unachukua sisi hatukufaki na mikrobe, unakunywa. Lakini huyu aliyokuambia hakukuambia kwa sababu yeye kuna kitu anakipata kutokea kwako, my dear. No.
kwa sababu ya usalama wako, ya ulinzi wako wewe. Nakuja sasa kwa somo la leo ambao Mungu anataka niongee na wewe asubuhi ya leo. Mungu anaposema kwamba hacha dhambi, si kwa sababu Mungu anafaidi sana wewe kuacha dhambi zako. Maana hata wewe usipomwamini, kuna watu watamwamini. Hata wewe usipomkubali, kuna watu watamkubali. Hivyo anapokuambia acha dhambi, ni kwa sababu ya manufaa yako ya kiroho na kimwili. Watu wangapi wametelekeza familia yao kwa sababu ya dhambi ya uzinifu? Watu wangapi wametelekeza wake zao hawapendezi, hawavai kwa sababu ya kuvalisha mchepuko kwa dhambi ya uzinifu? Halafu anapokuambia acha uzinifu, si kwa sababu yule mtu anayekuhubiria hawa nao kukumbusha uache dhambi ya uzinifu. Kwa mfano nimetaja hiyo, zipo nyingi ambazo zinaleta madhara kwenye maisha ya kiroho na ya kimwili. Anapokuambia hivyo, si kwamba kuna kitu anafaidi ndani yake, ni kwa sababu anakusaidia. Ile ada ambayo ungeenda kumpa yule mwanamke, utaenda kulipa shuleni kwa mtoto wako. Umekula ada ya mtoto. Zile pesa ambazo wewe ungetoka kwenda kulipia guest house na malaya au na kimada, ungeweza kumvalisha mke wako na akapendeza na kuonekana mwanamke mzuri sana. Haleluya, mtoto wa Mungu. Wanapokuambia acha uzinifu, ni kwa sababu anakuepusha na maradhi ya ukimwi, anakuepusha na maradhi ya ngono, anakuepusha na tatizo la fumanizi, upigwe mpaka ufe. Si kwa sababu yeye atafanikisha au kuna kitu yeye atakipata ndani yake. Ni kwa sababu ya mafanikio yako, ni kwa sababu ya wewe mwenyewe. Haleluya, mtoto wa Mungu. Asubuhi ya leo naomba unielewe kwa dakika chache hizi, nataka kuongea na wewe. Mungu tunapokuambia uokoke, si kwa sababu hata usipookoka sisi hatutaendelea kuishi vizuri. Au kwamba Mungu hatainuliwa. Maana alisema hata wanadamu wote wakikengeuka, hana uwezo wa kuinua mawe na ikamsifu. Hana uwezo wa kuinua mito na miti na wakamsifu. Hata sisi sote tukikuwa wagaidi. Kwa hiyo, si kwa sababu Mungu kuna faida kubwa sana anayoipata kwako. Maana moto wa jehanamu utaupata na Mungu, wala utaupata na mimi na kukumbusha hapa. Biblia ikaenda mbali sana ikatuambia kwamba kila mtu atabeba mzigo wake. Na ni kweli, kila mtu atabeba mzigo wake, my friend. Lakini ninachokifanya mimi ni kukukumbusha, kwa sababu tunaye aliyeweza kutubebea mizigo toka zamani. Wanapokuambia acha wizi, ni kwa sababu unaposhikwa kuna kuchomwa moto. Anayetarisha maisha yake ni nani? Ni wewe. Sisi tunakuambia uache wizi. Tunaposema acha uongo, ni kwa sababu uongo uliofanya umesababisha ndoa za watu wengine zimekufa. Umebeba vitu ambavyo hujui utavitua lini. Si kwa sababu yangu, ni kwa sababu yako. Kwa hiyo niwe mfupi hapo. Nataka nikuambie asubuhi ya leo, mtu anapokuambia acha hiki ni kibaya juu yako, ni kwa sababu ya manufaa yako peke yako, si kwa sababu ya manufaa yake anayekukataza hicho. Mtu anapokuambia haya mambo unayoyafanya yanakushushia heshima, si kwa sababu yeye ataheshimika wewe unapoheshimiwa, ni kwa manufaa yako. Kwa hiyo mtoto wa Mungu unanifuatilia, na unafuatilia vipindi vya Monica TV asubuhi ya leo, na kupenda sana na Mungu ameweka neno hili ndani yangu, nikuambie hivi: pokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili upate kuwa na assurance ya ulinzi wako wa kiroho na kimwili, ili upate kuwa na manufaa yako ya kiroho na kimwili pia, ili upate faida yako ya kiroho na kimwili. Baada ya maisha haya kuna maisha mengine, na hayo si maisha kama haya tunayoyaona, ni maisha ya umilele na umilele na umilele. Hivyo nakupenda sana asubuhi ya leo, na Mungu akubariki. Tuko pamoja.